Ifuatayo ni historia fupi ya Mzee Francis M.M. Kajiti. Marehemu Mzee Francis M.M. Kajiti Mgonja alizaliwa tarehe 22 mwezi wa pili mwaka 1920. Amezaliwa Ngomeni, Lushoto, Tanga, akiwa ni mtoto wa kwanza kwa baba yake Hassan Kajiti. Alipata elimu yake ya shule ya msingi Shumenyweo na kumaliza darasa la 4 na kujiunga na shule ya middle school ya Langwi na kumaliza mwaka 1941. Alibatizwa na kupata kipaimara na alibahatika kufunga ndoa mwaka 1968. Pia alibahatika na kujiunga na jeshi la polisi na kupata vyeo mbalimbali hadi kufikia cheo cha staff sergeant alichostaafu nacho katika kituo cha polisi Kabuku. Naeleweke kuwa yeye ndiyo mkuu wa kwanza wa kituo cha Kabuku ambacho kilikuwa cha mabati ya msonge na alistaafu mwaka 1978. Alihamia katika kijiji cha Michungwani na kuishi kama mwananchi wa kawaida na kuaminika na jamii ya wananchi wa Michungwani mwaka 1995 hadi 2005. Alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Michungwani. Katika kumbukumbu, aliyesimamia ujenzi wa kituo cha polisi cha Michungwani hadi kumalizika kwake Mzee Francis M.M. Kajiti. Baada ya kustaafu, amekuwa mlezi na mshauri wa viongozi mbalimbali wa serikali ya kijiji, viongozi wa siasa, wazee wenzake, na kuaminika tena kwa jamii ya wazee na kumchagua kuwa mwenyekiti wao wa wazee na kata ya Segera na wilaya. Hadi anafariki alikuwa ni mwenyekiti wa wazee wa kikundi cha ufugaji nyuki Michungwani. Marehemu Mzee Francis Kajiti Mgonja ameacha mke na watoto 7, wajukuu 40 pamoja na vitukuu 6. Marehemu Mzee Francis Kajiti Mgonja pia ni mwanzilishi wa kanisa la KKT Michungwani. Hivyo alikuwa mtumishi wa kanisa. Mnamo tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka 1966, Mzee Francis Kajiti akiwa na mama yake mzazi aitwaye Maria pamoja na mke wake Jeni walifika kijiji cha Michungwani. Wakati akieneza habari njema ya Injili, alipenda wimbo wa namba 283, Bwana Yesu yupo wapi mpenzi wangu rafiki, napaliza sauti yangu, nalia wapi Yesu, aondoa shida zangu, maharibifu yote, Bwana Yesu nitokee, roho inakuita. Marehemu Mzee Francis Kajiti Mgonja ni mzee wa watu, rafiki wa watu, mfariji wa watu, mshauri wa watu, baba wa kila mtu. Kwa ujumla tumefiwa, tumeondokewa na kipenzi cha watu wote. Marehemu Mzee Francis Kajiti Mgonja alijiandaa kwa hali, kwani aliamua kufanya siku yake ya birthday iwe tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Cha kushangaza, miaka yote ya kumbukumbu washirikisha watoto wake na wajukuu ili kukamilisha sherehe yake, lakini mwaka huu alinunua vitu vyake vya kukamilisha birthday yake tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026 kwa kununua michele kilo 120, mafuta ya kula ndoo 1, rangi ya kupaka nyumbani kwake, sahani 150, na kutoa amri kwa watoto wake kukamilisha vitu vilivyobaki, na sherehe hiyo iwe kubwa mfano
alimtaka mtoto wake mkubwa ambaye ni rafiki yake sana anunue mbuzi 2 na suti nyeupe, ambayo ahadi hiyo imetekelezwa kwa siku hii maalum, kwamba amevaa suti nyeupe na sanduku lake pia ni jeupe na kaburi lake limepakwa rangi nyeupe, na pia tunaamini roho yake ilikuwa nyeupe, hata nywele zake pia ni nyeupe. Bwana ametoa na Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe.